Waalaikum salam. Sheikh darasa mpe sheikh wetu hapo, Sheikh Haidar apige vyombo kidogo. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ndugu zangu watazamaji, pamoja tuliopo katika usafiri, kwanza kabisa tunashukuru Allah kwa kutusanya mahali hapa, lakini pia yale ambayo yamezungumzwa kwa neno la kuzingatiwa, ingawa kuna wakati inawezekana baadhi ya maneno yanaonekana kama utani, lakini utani wa kweli. Kwa hiyo hakuna ambacho unaweza kusema na jambo kasi, vyote vinachukulika. Lakini ndugu zangu, mliomo hapa ukumbini na mlioko nje hapa, kuna kitu nataka niwakumbushe. Nawakumbusha nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mliosahau. Mimi nakumbuka, nyinyi ndio mliosahau. Sasa ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 12, na hiyo kila mwaka kuanzia kipindi hiki wakati kichwani hiyo ilikuwa ni siku ya walemavu duniani. Sijui kama kuna yeyote anayejua, anajua au anakumbuka. Ngumu sana kukumbuka hili, lakini si kwa lawama. Mara nyingi sana mtu hukumbuka alilo karibu naye. Huo ndio kweli. Kilichopo karibu na wewe ndicho utakachokumbuka sana. Hata baadhi yetu hapa tunatalia, ukiwa una safari, basi tutatoshimiza upatikane. Ila wote tukifikiria ni safari tu. Si gari itakuwaje, kwenye mlima ule itakuwa vipi, je, itaisha kitu gani, na hivyo. Kwa hiyo kila kitu kinachowekwa duniani kinakuwa kina mantiki yake. Na hawa waliokaa duniani wakatafakari, na ikawa azimio rasmi la Umoja wa Mataifa iwepo siku kama hii ili jamii kupata nafasi ya kulitafakari kundi hili, kama ambavyo kuna siku ya ukimwi duniani kujaribu kuona kiwango cha maambukizi na hatua zinazochukuliwa, na hivyo kuna siku ya watoto duniani, lengo lake ni kujua watoto na haki zao. Hivyo kuna siku ya mwalimu duniani. Basi kuna siku chungu mzima, lakini uwepo wa siku yoyote ni kwa ajili ya kujipa nafasi jamii kutafakari juu ya kundi fulani. Siku ya mwalimu watatafakari shughuli za mwalimu na namna anavyochukuliwa. Lakini nikispecialize kwenye hii siku ya walemavu, nadhani pia lengo lake ni hilo, kuikumbusha jamii, kuwakumbusha watu kuelewa kwamba kuna hilo kundi ndani ya maisha yao. Na kwa bahati nzuri, kundi hilo pia watu wahusika wake ni wale ambao nao mahitaji yao ni yale yale ambayo anahitaji mtu aliye mkamilifu wa viungo. Mahitaji yale anahitaji kuoa, kwa mwanamke kuolewa, anahitaji kuvaa, kula na kuishi maisha yale. Lakini jamii inachokumbushwa kundi hilo, pamoja na uhitaji wake huo, pamoja na mahitaji yake hayo, mmoja kati ya wao hawana uwezo na nguvu za kuweza kujitafutia hayo mahitaji kwa kufanya kazi mbalimbali, ambapo kazi ndiyo ndani yake kunapatikana matokeo ya upatikanaji wa hayo mahitaji. Kutokana na wao kupungukiwa na baadhi ya viungo, kwa maana hiyo nguvu za kiutafutaji zinapungua. Anaweza kufikiri vizuri, inawezekana, lakini inapokwenda kulifanya hiyo kivitendo, hiyo fikra, ili kitokee chakula kwenye vitendo hivyo, inakuwa ngumu. Kwa hiyo jamii inakumbushwa kwenye siku kama hiyo kuelewa wajibu ilionao kwenye kundi la namna hiyo ambalo halijiwezi na linahitaji mahitaji. Ndugu zangu, mimi siku zote, hii nasema kwa mara ya 3 leo, dua yangu kubwa mimi wanaojua na nisowajua wasipatwe na ulemavu wa namna yoyote, kwa sababu kupungukiwa kwa nguvu ya kiungo chochote
tunahudhuria busati hapa wanamjua ndugu yangu Sheikh Shaaban, na mara moja aliwahi kuja hapa Sheikh Kopoka ambaye anasoma Qur'ani, kana kwamba Sheikh Ali Abdul Rahman al-Hudhaifi kama vile, lakini wale wana changamoto za miguu. Ukiwauliza wamefikana nani hapa, atakwambia nimekuja peke yangu. Lakini kadhalika unaweza kukutana na Mungu mahali kiziwi, unaweza kukutana naye sehemu, wote wakuwauliza na kama nimekuja mwenyewe. Lakini linapokuja swala la ukosefu wa kuona, hiyo kesi inakuwa tofauti kabisa. Kesi inakuwa tofauti kwa sababu huyu uliyemuona anakosa miguu kafika hapa kwa Shabani. Kuna siku nilimuuliza Shabani, wewe miguu hauna, mimi mwenyewe nimeshikwa napanda juu huko, wewe utapandaje? Akasema pamoja na kukosa kwangu miguu, mimi ninaweza kupanda mwenyewe huko, na kwa taarifa yako pia mpira anacheza. Kwa nini anaweza yote haya? Kwa sababu wao mpira wenyewe anauona, ndio maana anacheza. Hizo ngazi za gorofa kupanda kutuliko anaziona, ndio maana anapanda. Yule Mungu ulimuona mahali hasemi, lakini kafika mwenyewe kwa sababu anaziona gari na hatari nyingine na vikwazo kadhaa ambavyo anaweza kuvikwepa kwa kutumia macho. Mimi ninaosema hapa kwenye kitu mwenyewe nimewekwa, na kutoka kule nilikotoka nimeshikwa na sio na mtu. Sasa hebu niambie, katika mazingira kama haya, katika hali kama hii, unawezaje kutoka kwenda kubeba zege au kulima kibarua ama chochote kile ili uweze kupata mahitaji, kwa sababu unatakiwa uishi na mahitaji yako kama yale yale ya lazima? Unawezaje kuyapata wewe kama wewe? Nguvu hiyo utaipata wapi? Na nani atakuamini? Hata ukijibundo, nani atakuamini ubebe tufanati kwa wapi? Sasa basi, kama haiwezekani hiyo, ndio maana jamii inakumbushwa kupitia siku hii muhimu kuelewa kwamba katika jamii zetu tuna watu wa namna hiyo, na ni wajibu wetu kuwasaidia hao, kwa sababu wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kuishi, na baadhi yao wanalipa kodi za nyumba. Wanalipaje? Wanawezaje? Na nguvu za utafutaji wao zimepungua au hawana kabisa, wanawezaje? Mimi kuna siku niliwahi kulikumbusha busati hii na wale wanaotusikiliza. Nilisema hivi, hakuna mtu yoyote atatoka huko anakotoka aje akueleze kuhusu ugumu na mapungufu yanayopatikana kwa kukosekana macho. Hakuna anayeweza kuja kukueleza, wala hakuna anayeweza kuja kukueleza uzuri na ubora wa kuona, ingawa wewe unayo macho na unaona. Lakini hakuna kitu kutosheleza kukupa maelezo vizuri ya ladha unayosikia wewe. Hayupo. Mimi hapa nilikosa na naweza kukueleza wewe macho na umuhimu wake. Wewe kwa sababu unayo kila siku unaona kawaida tu. Na nilisema hivi, kama ingekuwa unaweza kutafakari neno hiyo, ingekuwa unajipa nafasi ya kuona uzuri na kutambua huo ubora na ladha ulionayo, ungeweza kuswali rakaa 2 za shukrani kila siku mara baada ya jua kuingia. Ungeweza kufanya hivyo, kuonesha shukrani yako kwa Allah. Lakini wapi? Haujui wala huelewi ubora, ladha, utamu, umuhimu na mafanikio unayoyapata kupitia macho yako kuona. Huwezi kujua wewe mpaka mimi ambao sina ndio kueleze. Na wala siwezi kupata Kiswahili kizuri, wala siwezi kupata neno zuri la kutoa uzito unaostahili kufikia wewe kwenye masikio yako. Siwezi kupata, kwa sababu baadhi ya vitu haviandikiki wala havitamkiki, ila vinafikirika tu. Ndugu zangu, tuwe tunazikumbuka siku kama hizi ili tujipe nafasi ya kuweza kutafakari, kwani katika Uislamu kutafakari ni ibada. Aya zinasema
yatafakkarun, kwa nini hamtafakari? Afala yaqilun, kwa nini hamna akili? Afala tadabbarun, kwa nini hamzingatii majambo? Sasa mazingatio yatapatikana kwa kuziweka karibu siku za namna hii. Alafu tu ni zina mantiki gani? Alafu wewe kama mtu mmoja uchukue hatua useme kwamba mimi kama mimi jamii hii nimeshaifanyia nini kwa matatizo na madhila ambayo inayapitia. Kwa sababu bahati mbaya sisi katika jamii zetu anapozaliwa mtu mwenye upungufu wote, jambo la kwanza inasemeka ni mkosi. Jambo la pili anakuwa anakatiwa tamaa. Jambo la tatu anapewa jina baya, mzigo, tatizo, shida yangu. Naenda kuangalia shida yangu bwana nyumbani. Huu ni mzigo tena umekuwa. Mzigo utamwachia nani? Mimi kila siku nakaa nafikiria, maskini ya Mungu nikifa mimi mzigo huu utabaki kwa nani? Yaani mlemavu unahesabiwa wewe ni mzigo. Hili tatizo bwana, ndio maana watu hawafanyi hivi na hivi. Tatizo kubadilika na tatizo kama haya yatakubali nani bwana? Wewe ndiyo sura na picha anayopewa na anayotazama mlemavu katika jamii zetu. Ila mara inshallah. Ndugu zangu, mimi nimechukua muda wa kutosha kuweza kueleza hivi. Lengo ni kuwazingatisha nyinyi muelewe kwa faida mlionayo ya ukamilifu wa viungo, na tunamuendelee kumuomba Mungu na tunaombea kwa Mungu pasipungue chochote. Lakini pia tunakuwekeni karibu na tafakuri kuhusu jamii na kundi hili, aina ya madhila, misukosuko na mapito ambamo tunapitia, na sisi tunahitaji sana kuchukua kwa hatua za kutazama kila siku yendayo kwa Mungu kwa lengo la kutengeneza faraja, na wakati huo ujihisi umuhimu na ladha ya kuwemo katika ulimwengu. Basi mimi nikuombea hapa inshallah, kama nimetibua chochote, kwa sababu kulikuwa na aina fulani ya furaha. Tumesifiwa sana na mtu wa kitanga wakati na ni kweli hivyo. Ni hatari kabisa, sio mambo ya uongo, ni ya kweli kabisa. Sababu nimefika pale kwa Hoogwe, kwa sababu nimefika kule kama shehe. Asubuhi watu wanaunganishana mabiti wengi tu, tunakwenda kumsalimia shehe. Tumefikia msikitini, na nyinyi mna bahati nzuri maeneo hayo kwa kiasi kikubwa sana. Mifuko mingi huko ni mabata mengi sana, kwa sababu mnakwenda mtaona, wala kuna haja ya kupiga nene sana. Baba mmoja ni kwenda kizuri cha jiuza kibaya chajitembeza, mtaona shamba. Karibuni sana tena, maana ni mwenyewe Mungu na watu wawili watatu. Asalamu